Kwa jamaa mmoja nilikuwa namdai gari. Hiyo gari mimi nilikupaga hela kwake kama milioni. Hiyo milioni akaniambia bana, kama itamaliza miezi mitatu utanipa milioni 700,000. Akasema sio kesi. Nimepambana haijafika hata miezi miwili. Nimpelekee laki hata milioni 1.3 niko nayo hata mfukoni. Nende nikampelekee na kadi nilitembea nayo leo. Jana mwenye nilikuwa Sogea, tulikuwa wawili. Kakodi bajaji. Dogo bajaji shingapi? 7,000. Unaweza kanipeleka Msongwa? Wapi? Pale madukani. Na kweli tulienda tulifika Msongwa. Ila bajaji utatuzungusha kwenda Msongwa na kurudi Sogea. Akasema sawa. Wewe brother nakufahamu wewe ni fundi sawa. Nilipigiwa simu mida jioni. Wakati niko Mlo napokea gearbox. Mani uko wapi? Na mtu mwenyewe alinipigia gearbox ni mtu mwenyewe ananifahamu wa karibu. Uko wapi? Nikamwelekeza, nikasema kesho naweza nikawa Tunduma. Nitakutafuta. Na kweli nimerudi. Nimekuja mjini, nimechukua hydraulic kwa Musa used pale. Nimeenda Sogea. Nikampigia simu. Naomba uje. Amekuja. Yuko peke yake amesimama hapa. Kuja kuona mobu ya watu wameshika mawe, vimiti, yani tofauti. Pale mimi nilikuwa kweli sina nguvu. Maana niko peke yangu, watu wako kama 100 wananimaliza. Watu wenyewe wanakuja wengine, nyie huyu ni fundi tunamfahamu. Kwanza hapa anatengeneza gari mlipomkuta. Sikieni hivi na hivi, wale watu hawakuelewa. Piga Madiga alikuwa anapita na Fortuna yake. Kasimama penye nipo mimi, penye nimelala mimi, nimedondoka. Kasema hamna wa kumgusa yoyote huyu dogo sio mnani hivyo mnavyomfikiria. Mimi namfahamu mwanzo mwisho na kazi yake naifahamu. Kati hawa jamaa sasa pale mimi nikaona nimepata nguvu ya wa kunisaidia. Amenisaidia huyu hapa. Na yeye alikomalia twende tu kituoni. Nyie si mnasema ni mtumiwa, twendeni mpeleke kituoni. Na kweli tunakuja ananipiga brother yule anawakataza. Tumekuja kufika kituoni. Nikaa kama hivyo. Lakini chanzo chote gari yangu imeniponza. Na mtu mwenyewe amesababisha ni mtu mmoja. Japokuwa nitasikia vizuri. Yani sitaamini. Yani nitaamini kama nitapona, kama nitakufa Mungu atajua yeye. Nitatoa uhai wangu mimi. Yule jamaa namtafuta. Ile gari yangu ameniletea watu ili wanivamie nipoteze ushahidi. Kia Sogea London. Nilikuwa kibandani pale, nikasema ngoja nifike mara moja Majengo mjini. Nikaiona bajaji nikasimamisha. Ndio nikamkuta jamaa mmoja mle, akasema mimi nashukia hapo Sogea mjini naenda Mpemba. Ndio mimi nikasema mimi nashukia Majengo, nikakaa pembeni. Akaja dada mmoja akakaa katikati. Kufika Efa akasema hamna brother, amenichukua mashine. Nikasema mashine gani mimi hiyo unaisema? Mimi hiyo awe ni Mkongo. Akasema mimi Mkongo, hata Ukongo siujui. Ndio watu kuita watu wakaanza kunipiga. Ndio wakaja ndugu zangu wachungaji nani kuniokoa. Wakasema kijana wewe hana tabia hiyo. Ndio wakasema ndio tukaja polisi hapo. Tolea maelezo. Ndio tumekuja hospitali hapa Busoni. Dr. Steven Kawogo, mganga mfawidhi kituo cha afya Tunduma. Toka jana tumepokea majeruhi 5 na mwili mmoja unaosadikika kwa wamepigwa na raia kwa sababu mbalimbali. Na katika hao majeruhi mmoja jana alipokelewa lakini baadaye akafariki. Lakini pia leo mchana tumepokea majeruhi 4
ambapo mmoja amefariki, na tumepokea mwili mmoja kutoka uraiani pia, na yasemekana kwamba kapigwa na raia na ikafariki. Kwa jumla wanakuwa 6, majeruhi 5 na mwili mmoja. Kwa katika majeruhi wale 5, 2 wamefariki. Kwa hiyo miili iliyopo mochwari ni 3. Majeruhi waliopo saizi ni 3 pia. Majeruhi 2 wana hali si mbaya, lakini majeruhi mmoja kidogo hali yake ni mbaya, lakini pia ni raia wa Zambia. Sasa bado hata ndugu hawajapatikana, lakini pia tunafanya utaratibu kama tunaweza kumpa rufaa kwenda mbele. Majeruhi ni kati ya umri wa miaka 35 mpaka 51, ndio hao ambao tumewapokea. Pia tumepokea hao ambao wanalalamika, ambao ni wahanga. Tumepokea 2, umri kati ya miaka 20 mpaka 30, lakini baada ya kufanya uchunguzi hakukuwa na tatizo lolote. Wote walikuwa na maumbile yao yako kawaida. Mtazamaji wa J Online TV, ili uwe kwanza kupata habari kutoka JTV, subscribe kisha like, halafu bonyeza kengele hapo chini ili uwe wa kwanza kupata taarifa pindi habari mpya inapokuwa imewadia.